Katika maisha unapokuwa mwema sana, si kwamba hautaumizwa. Kwa taarifa yako, wale watu ambao wanaoumizwa sana ni wale watu ambao ni wema sana kuliko wale watu ambao ni wabaya. Kwa nini? Kwa sababu wale watu wema wanapokuwa wanawatendea watu wengine mema, wanatarajia na wao watawatendea vile vile mema kama wao walivyowatendea, lakini inakuwa ni kinyume chake. Na ndio maana ni muhimu sana kujilinda na changamoto za namna kama hiyo, kwa kufahamu aina za watu ambao ukiwa karibu nao wakiwa na tabia kama hizo watakukandamiza, watakuumiza. Kwanza kabisa ni wale watu ambao wenye entitlement mentality. Hawa ni watu ambao wanataka kuweza kupata vitu kutoka kwako. Wanataka kwamba wewe uweze kupambana kwa kila kitu juu yao, lakini wao hawawezi wakapambana chochote kile juu yako. Hao wanataka kupata kitu ambacho kinaitwa special mentality. Yaani wanataka wewe uweze kupambana, uweze kuhangaika, uweze kufanya kila linalowezekana juu yao, lakini wao wapo tu, hawahangaiki, hawapambani, hawajishughulishi kwa chochote, lakini wewe tu ndio ambaye unayetakiwa uweze kupambana kwa kila kitu juu yao, lakini wao wamekaa tu, hawajigusi kwa chochote kile, lakini wanataka wewe ndio uweze kujigusa juu yao, wewe ndio uweze kupambana kwa nguvu zote na kwa jitihada zote juu yao. Wao wapo tu. Pili ni watu ambao hawana huruma na wewe. Yaani pana mtu mwingine hana huruma kabisa na wewe. Hajali kwamba umeumia, hajali kwamba unahangaika, hajali kwamba unateseka, hajali kwamba unaumwa, hajali kwamba pana machangamoto fulani ambayo unayapitia, lakini yeye hajali. Anaweza kuwa hajali kuhusiana na wewe binafsi, akawa hajali kuhusiana na mali zako, akawa hajali kuhusiana na fedha zako, akawa hajali kuhusiana na watoto wako. Yaani wewe unakuta hajali na wewe, hajali kuhusiana na wewe kwa kitu chochote kile. Huyu ni mtu ambaye ni mtu sio mzuri, huyu ni mtu ambaye hafai katika maisha yako. Na wakati mwingine watu tunaweza tukawa ni sisi wenyewe ambao tumewakaribisha katika maisha yetu, lakini wakawa ni watu ambao wanaotuumiza. Hata akikuona kwamba unaumia, yeye hajali, haumii kwa chochote. Akikuona una huzuni, yeye huzuniki kwa chochote. Akakuona una machozi, yeye kwake ni sawa tu, hakuna shida yoyote, yani hakuna kitu chochote kile ambacho kinachokuwa kinamgusa moyo wake kumfanya kwamba aweze kuumia. Zaidi unakuta kwamba anakuongezea maumivu, unakuta kwamba anakuwa anakuumiza zaidi. Hawa ni watu hatari sana. Anaweza akawa yupo na wewe leo akakufanyia kitu fulani ambacho ni kidogo, lakini kesho anaweza kufanyia kitu kikubwa sana. Mtu wa namna kama hii, kwa sababu yeye hajali, haumii kwa chochote. Kwa hiyo yeye wakati wote ule anaweza akakupiga tukio lolote lile ambalo litakalokufanya kwamba uweze kupata matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuzingatia na kuweza kuwa makini sana na watu wa namna kama hii. Aina ya tatu ya watu hawa ni wanyonyaji. Hawa unakuta wanakuwa wanatumia tu mali zako, wanakuwa wanatumia tu fedha zako, wanatumia vitu vyako. Wao hawajali kwa lolote lile. Unakuta wakati mwingine anaweza akawa labda ni jamaa tu, mpo naye katika room, mmepanga naye chumba, mnakaa naye, lakini yeye hahangaiki kwa chochote kile kuchangia kodi kwamba uweze kulipa, lakini kodi yote unakuwa unalipa wewe tu. Wewe kila mwezi unalipa wewe, kila mwezi yaani yeye hajigusi kwa chochote. Kusema kwamba na yeye achangie, hataki achangie kwa chochote, na mpo naye. Unakuta wakati mwingine umetoka, umeenda umenunua vyakula, unaleta ndani, lakini yeye achangie kwa chochote. Yeye anakula, anakaa, anatulia, achangie kwa chochote. Yaani yeye anakunyonya tu wewe. Wakati mwingine unaweza ukawa labda una gari, akakuazima gari lako mtu fulani, akaondoka nalo, akaenda nalo huko, akapata ajali, akaligonga, anarudisha vile vile, haangaiki kutengeneza kila kitu inakuwa ni juu yako. Yeye ndio kaenda nalo, amepata nalo ajali, ameligongesha, lakini anarudisha vile vile, haangaiki kwa chochote, yani hajigusi. Inakuwa ni wewe tu ndio ambaye unayehangaika, utashughulikia wewe mwenyewe. Wakati mwingine gari lako unaweza ukalijaza mafuta full tanki, akaja kuazima, akaenda nalo, akafanya nalo safari, akaenda nalo labda mkoani, akarudisha, akamaliza mafuta yote. Kwa hiyo watu wa namna kama hii ni watu ambao wanyonyaji, wana kitu ambacho kinachoitwa exploitation behavior. Ni watu ambao ni wanyonyaji, wanakuwa na kukandamiza tu wewe, yani wapo kwa ajili ya kukandamiza tu wewe. Na kwa jinsi ambavyo wanavyozidi kuendelea kuwapatia nafasi, ndivyo na wao ambavyo wanavyozidi kulemaa na hiyo tabia yao, wanakuwa wanaendelea kunyonya zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu wanaona kwamba wanakunyonya, lakini wewe haujali, umezidi kuendelea kuwashikilia, basi wataendelea kunyonya. Hao watu watakukandamiza sana usipokuwa makini. Na aina ya mwisho ya watu ni wale watu ambao wanaokufanya kwamba uweze kujiona wakati wote kwamba wewe ni mkosaji. Hao wanakutengenezea kitu ambacho kinachoitwa body tripping. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unajikuta kwamba ni mkosaji, muda wote unajikuta kwamba ni mkosaji. Hata kama kitu fulani wao ndio ambao wamekosea, lakini wanakugeuzea kibao kwako wewe, unaonekana kwamba wewe ndio ambao umekosea. Yaani wao wamekosea wao, lakini kibao kinakugeukia wewe. Unaonekana kwamba wewe ndio ambaye umekosea. Wakati wote watakufanya kwamba uweze kujikuta kwamba ndani mwako unakuwa unaumia, unajikuta kwamba unakuwa unaugua, unajikuta kwamba unakosa hata ile confidence
kwa sababu unajikuta kwamba wakati wote ni mkosaji kwa vitu ambavyo wao wamekutengenezea. Yaani wanakutengenezea kwamba uweze kujiona kwamba ni mtu ambaye ni mbaya, ni mtu ambaye haufai, ni mtu ambaye una tabia mbaya, watakuongelea kwa watu hivi na hivi kuhusiana na ubaya. Wewe mwenyewe ukikutana face to face pia watakuongelea mbaya, wewe ni mtu mbaya, wewe ni mtu wa hivi, ni mtu wa ovyo. Yaani watakuzungumzia tu vibaya. Kwa hiyo ni watu ambao wakati wote watakufanya kwamba uweze kujiona kwamba ni mkosaji. Inakusababisha kwamba hata ile confidence yako unakuwa una lose ile confidence. Unajikuta kwamba ni mtu mbaya, unajikuta kwamba vile ni mtu ambaye hufai. Kumbe sio hivyo, lakini ni watu tu au ni mtu tu ameamua kutengenezea hivyo, ameamua kufanyia hivyo maksudi tu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuwa makini sana na watu wa namna kama hii, kusudi kwamba wasije wakakuondoa katika focus.